niitake management pamoja na baraza la madiwani, lakini pia Mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na kamati yako ya usalama, muhakikishe kuwa mnachukua hatua kwa watumishi wote waliosababisha hoja hizi za ukaguzi kwa uzembe na kwa kutojali. Muhakikishe mnachukua hatua kali za kisheria ili liwe fundisho na kukomesha kabisa hoja kama hizi kuendelea kutokea. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelekezo hayo, niwasisitize sasa waheshimiwa madiwani kusimamia kwa karibu ukusanyaji wa mapato ya ndani kwenye vyanzo vilivyopo na kutoa mapendekezo ya vyanzo vipya vya mapato. Katika hili, hadi kufikia tarehe 15 mwezi wa 6, halmashauri ilikuwa imekusanya jumla ya shilingi bilioni 2,887,533. Hii ikiwa ni kati ya lengo la kukusanya shilingi bilioni 2,693,913,000. Na maana makusanyo yenu yamekuwa mazuri na overshoot. Hadi sasa mmekusanya kwa asilimia 107. Hongereni sana, hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nitumie fursa hii tena kulishukuru sana baraza lako pamoja na management kwa kuendelea kule. Madini yanatoa mchango mkubwa kwenye mapato ya halmashauri. Ninaamini awamu inayofuatia sasa itakuwa kamati ya usalama, kamati ya usalama ya wilaya nayo pia itaenda tutajifunza jinsi kamati zetu za wilaya kule kwenye maeneo mengine zinapofanya kazi ya kukusanya mapato, kwa sababu kazi ya kukusanya mapato sio tu ya taasisi moja ya halmashauri tu ya kwa idara, sote tufanye kazi pamoja ya kuwasaidia kukusanya mapato. Tumepokea milioni 100 tena kwa ajili ya nyumba za walimu Tabachi, Bukura, kata ya Bukura. Bado tumepokea milioni 39 kwa ajili ya ujenzi wa vyoo vya Tabachi, na tumepokea milioni 26 kwa ajili ya ukarabati wa vyumba vingine vya madarasa. Ziko fedha nyingi. Hizi fedha zote Mheshimiwa mkuu wa mkoa ni bilioni 3.2 kwa kipindi kifupi, na fedha ambazo tumeshapokea ni zaidi ya bilioni 5.5. Kwa hiyo miradi tulionayo ni mingi ambayo Mheshimiwa Rais ametusaidia. Lakini kwa kumalizia, roli hii ni roli ambayo sasa watu wanafanya kazi, imetulia, na ninapenda kukuhakikishia kwamba moja wapo ya wilaya ambazo unaziongoza katika mkoa wa Mara, moja ya wilaya ambayo itaendelea kukupa usingizi wa kutosha ni wilaya ya Rorya, kwa sababu hatuna makundi na kazi inachapwa. Tunaungana na ofisi ya mkuu wa wilaya, tunaungana na mkurugenzi na waheshimiwa wote madiwani. Sio ile roli ya kusema kuna madiwani wa mwenyekiti, kuna madiwani wa mkurugenzi, kuna madiwani wa mbunge. Hawa ni mheshimiwa madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Rorya, sio madiwani wa mtu. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Rorya iko salama na inafanya kazi. Sasa hivi tuna vision ya kutaka kununua mitambo ya barabara, ili barabara zetu zote ambazo hazipitiki kijiji na kijiji, kitongoji na kitongoji, gireda itapita inapasua. Kwa hiyo ndio tunalala tunaamka tunawaza mitambo ya barabara mwaka huu tuweze kuipata kwa ajili ya kupitia, ili tuweze kukusanya mapato kwa wananchi vizuri, na hatutaki kuwabugudhi wananchi. Tunamshukuru Mungu tumeanza kupata migodi katika mkoa wako wa Mara. Rorya peke yake ndio ilikuwa haina migodi. Sasa Mungu ametutendea na yeye maajabu yake, tuna mgodi sasa hivi. Tunayo migodi pale Nyanjagi,
Utegi wanafanya exploration, Ochuna sasa hivi wanafanya na kwenyewe exploration. Lakini juzi afisa madini ametuambia na kata ya Ikoma bado wameleta leseni kuripoti kwamba wana leseni, wanataka kuanza kuchimba madini kata ya Kiang'ombe. Kwa hiyo madini yanaanza kufumuka katika wilaya ya Ruli. Nitumie fursa hii kuambia Watanzania popote walipo kwamba waje kufanya utafiti. Rorya ni salama, mkoa wa Mara ni salama, waje wakafanye utafiti waweze kuchimba. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kikao hiki ni cha kwako.